وسلم. أما بعد ذات الإيمان shukrani zake Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwafikisha kutekeleza ibada hii ya swala ya dhuhuri, na ibada yetu baada ya swala tunapata mafupi. Leo tarehe 8 mwezi wa pili Safar mwaka 1448 Hijri, na hii siku ya leo tunaitumia kwa ajili ya kukumbushana mambo ya kiimani. Na katika hayo mambo ya kiimani ni kuzungumzia mapote ama makundi ambayo ni hatari kwa imani ya Muislamu, kama vile kundi la Mashia ambalo kwa sasa linaonekana limejidhihirisha sana na linatumia nguvu nyingi sana kuwaaminisha Waislamu kwamba na wao ni sehemu ya madhehebu tu kama madhehebu mengine. Kwa hiyo wasitengwe wala wasibaguliwe, bali wahesabike kwamba ni sehemu nzuri katika Uislamu. Lakini hiyo ni taqiya, kama tutakavyoja kuona katika kipengele hicho cha kuzungumzia masala ya taqiya. Lakini ni ukiangalia itikadi zao na imani yao na misimamo yao dhidi ya Uislamu na maswahaba, unakuta ni hatari mno. Tumefika katika kipengele cha kuangalia kwamba hawa wanatangaza katika ulimwengu kwamba wao ni vipenzi na ni watetezi wa Ahlul Bait, kwamba wao ni watetezi na wametangaza mapenzi, kwamba wao ni watu ambao ni wenye kujifungamanisha na Ahlul Bait. Lakini tumeona sio kweli. Hayo ni madai tu, kama njia ya kuweza kutimiza malengo yao ya kuchafua na kuharibu Uislamu kupitia hayo madai ya kwamba wao ni watetezi wa Ahlul Bait. Bali Ahlul Bait wenyewe wanawakana na wanawakataa, kama tulivyoona katika siku ya jana maneno ya Ali bin Abi Talib, namna gani alivyowasema kwa ubaya wale wenye kujidai kwamba wao ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib, wale wenye kudai kwamba wao ni wapenzi na wakereketwa wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yeye mwenyewe amewakana, akasema lau kwamba nitaamua kuwachambua hao wenye kudai kwamba wao ni wapenzi wetu, nisingewakuta isipokuwa nitawakuta ni waongo, ni madai tu, lakini kiuhalisia hawako hivyo. Bali Ali bin Abi Talib alisema kwamba lau kwamba ataamua kuwachambua kati ya hao wenye kudai ni wafuasi wake, kati ya 1000 hatopata hata mmoja aliyekuwa ni mkweli katika madai hayo. Bali Ali bin Abi Talib aliwaita kwamba wao ni murtaddin, ni watu waliopechuka mipaka na waliotoka katika dini. Hayo ni maneno ambayo tuliyaona katika Al-Kafi Ar-Rawda, na pia ni maneno ambayo tumeyaona katika Nahji Al-Balagha. Ni maneno ambayo yamo ndani ya vitabu ambavyo wao wenyewe wanavitegemea. Lakini si Ali tu peke yake, bali hata Al-Husayn alayhi salatu wassalam pia aliwaombea dua mbaya na akawasema vibaya. Akasema Allahumma imata'tahum ila hin, kama utawaweka mpaka baadaye huko, basi wafanye kwamba wao ni wenye kufarikiana na uwaweke njia mbalimbali, na wala usiridhike wao kupendwa abadan. Wao walituita ili watutetee, watunusuru, lakini cha ajabu wakatuwekea uadui, wakatuua. Sasa leo tuangalie maneno mengine yanayopatikana
katika kitabu cha Kishia kinachoitwa Al-Ihtijaj, mjeledi wa 2 ukurasa wa 24. Anasema Al-Husayn, kama wanavyomuita al-Imam al-Husayn alayhi assalatu wassalam, anasema maneno haya kwamba lakini nyinyi watu mliodai kwamba mna mapenzi na sisi na kututetea sisi na kutujali sisi, istasrahtum, mlifanya haraka sana, ila bai'atina, kutuunga mkono. Yani ilipokuwa utawala upo kwa Muawiya bin Abi Sufyan na kizazi chake na kuendelea huko, nyinyi mkatangaza kwamba sisi bwana tunataka viongozi mwe nyinyi, mkafanya haraka kutupa bai'a sisi, katairati ad-diba, kama vile ndege ambaye yupo katika kiota chake anasubiria tu msaada wa mamake. Yani mlionyesha hali hiyo kama vile ndege ambaye yupo katika kiota anahitajia msaada wa mama yake apate chakula, ndivyo nyinyi mlivyojiweka hivyo, kana kwamba nyinyi ni ndege ambao mmechoka, ni dhaifu, vifaranga, mwasubiria msaada tu wa mama yenu walete chakula, sisi mkatufanya kwamba ndio tuje haraka. Lakini watahafattum katahati fil farash, mkadondoka haraka sana kwetu sisi kututaka kwamba tuwaunge mkono nyinyi, kama ambavyo mnyama anavyojitupa katika ardhi akitegemea ardhi ndio imliwaze. Thumma naqadtumuha, lakini baada ya hapo mkavunja kabisa hayo ahadi ambayo mliwaahidi, kwamba mlionyesha hali ya kwamba mnatuhitajia sana, nyinyi ni wanyonge, mnahitajia kusaidiwa na sisi, mnataka mje mtupe uongozi, tuongoze na tutawale. Mkaonyesha hali hiyo, mkatutia tamaa ya sisi kuja huko. Lakini thumma naqadtumuha, lakini baada ya hapo hii mkavunja kile ambacho mlichotuonyesha. Safahan wa bu'dan, kisha akasema wasuhqan litawaghit. Husaini akasema haya maneno, al-Husayn akasema wasuhqa litawaghit, hasara kubwa kuangamia kuya kwa hawa matawaghuti. Yani Ali al-Husayn ibn Abi Talib, al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib amewaita hawa ambao wenye kudai kwamba ni wafuasi wao, ndio wafuasi ahlul bait, akasema hasara kubwa iwe kwao hawa matawaghuti. Yani al-Husayn amewaita mashia kwamba ni matawaghuti, na matawaghuti ni mtu aliyechuka mipaka, aliyoenda katika ukafiri na ushirikina. Na kama tukavyoona utawaghuti wa mashia walionao na ukafiri waliokuwa nao mbeleni mwa kalima zetu, lakini al-Husayn akasema wasuqa, na hasara na maangamizo yaende litawaghiti hadhihi al-umma. Kisha al-Husayn alayhi assalatu wasalam akawaita kwamba hawa ni matawaghuti wa huu umma wa Kiislamu. Husayn amewaita mashia ni matawaghuti wa huu umma wa Kiislamu. Wa baqiyatul ahzabi, na makundi mengineyo, wa nubdhatul kitab. Thumma antum haulai, kisha nyinyi tatakhadhaluna anna, mkatupuuza, wataktuluna, na mkatuua. Kisha nyinyi mkatupuuza, mlituita, mkatuandikia na mabarua na nini tuje ili mtutetee muwe pamoja na sisi, lakini mwisho wa siku nyinyi mkatupuuza sisi, mkatufanyia khidhaa, yani mkatufanyia hali ya mmetuita, alafu baada hapo mkatuacha katika matatizo. tatakhadhaluna anna wa taqtuluna. Al-Husayn akasema tena, ala, ifahamike, ulimwengu ujue, huyu ni waliullah, anawaombea laana mashia, anasema ala la'natullahi ala dhalimin, laana ya Allah iwaangukie wale wa madhalim.
waliodai kwamba ni wafuasi wetu, ni watetezi wetu, kisha wakatuacha katika matatizo na mabalaa. Haya maneno ameyasema Al-Hussein. Ukienda katika kitabu cha Kishia wanakiita Al-Ihtijaj, mjilidi wa 2 ukurasa wa 24, Al-Hussein ameyasema haya maneno. Sasa akasema muallif wa kitabu hichi Sayyid Hussein al-Mawsawi, ambaye tumesema huyu historia yake alikuwa ni mshia na amesoma kwa maulama wakubwa wa Kishia. Kuna vitu vilimuingia kwenye kichwa chake vikawa vinamtia utata. Inakuwaje? Kwa nini hivi? Sisi tunasema kwamba tunawapenda Ahlul Bait, mbona sisi ndio tunawafanyia uadui? Sasa anasema haya maneno, asema kwamba wa hadhihi nusus, hizi hoja nilizozitoa hapo nyuma toka jana na hizo leo, tubayinu lana, zinatubainishia manhum qatlatul Husayn, ni akina nani hasa waliomuua Husayn. Hii nususu ambayo tumeisoma hapa, Al-Husayn analalamika kwamba nyinyi mlifanya haraka kutuita kwamba mtunge mkono na mkatuonyesha hali ya kwamba nyinyi mnatunihitaji sana, lakini mwisho wa siku mkatufanya uadui na mkatuua, mkatuacha katika matatizo. Asema kwamba hizi dalili ndio zinabainisha wazi manhum qatlatul Husayn alhaqiqiyun, ni akina nani hasa waliomuua Husayn kiuhakika hasa. Vile mashia wakikaa katika mimbari zao ni kama vile muuaji, anaua, akishamaliza kuua kisha anajifanya yeye ndio analalamika, ndugu yangu kauawa. Tunaona kwenye vyombo vya habari mtu anaua ndugu yake, kisha baadaye anakwenda kutoa taarifa polisi, ndugu yangu kapotea. Uchunguzi ukifanyika baadaye inaonekana kwamba yeye ndio kamuua. Kwa hiyo ndicho ambacho tutafanya hawa ashiatu al-Husayn, hawa wafuasi ambao wenye kudai kwamba wao ni wafuasi wa al-Husayn alayhi assalatu wassalam. Asema innahum shi'atu, hawa waliomfanyia matatizo haya ni wale wafuasi wake, watetezi wake, wenye kudai na kwamba ni watetezi wake, ahlul Kufa, watu wa Kufa. Ai ajdaduna, anasema huyu wale waliopita kabla yetu sisi ambao kwa katika hili kundi la mashia, wale wenyewe waanzilishi na waasisi wa kundi hili wenyewe mashia ndio ambao kwamba waliohusika na mauaji al-Husayn. Falimadha nuhammilu ahla al-sunnati, ni kwa nini tunawabebesha lawama ahlu sunna? Ahlu sunna ni wale wasiokuwa mashia wenye kufuata madhhabu ya imamu wanne hawa, Imamu Shafi'i, Ahmad bin Hanbali na wengineo. Hao wawili waliobakia ndio ahlu sunna wal jamaa. Hao ndio ambao kwamba mashia wanawasingizia kwamba ndio waliomuua Husayn. Hata kuna mmoja darusi wa kule Mombasa ni Lamu Sumapi asema wakati Husayn anauawa Imamu Shafi yuko wapi? Yani kazi zao hawa ni kuwabebesha ahlu sunna lawama ambao hayawahusu. Ndio akasema huyu mwanachuoni huyu aliyekuwa mshia alafu akaacha ushia akaingia katika njia ya sawa, anasema walimadha falimadha, basi ni kwa nini nuhammilu ahla sunnati mas'uliyya, kwa nini tunawabebesha lawama ahlu sunna maqtal Husaini, kwamba wao ndio waliomuua Husaini, wakati vitabu vyetu vinaonyesha wazi kwamba wafuasi wa al-Husaini ndio waliopelekea kuuawa kwa Husaini. Walihadha, na kwa ajili hiyo, qala Sayyid Muhsin al-Amin, anasema Sayyid Muhsin al-Amin, moja katika wanazuoni wao hao, asema baya al-Husaina, walimpa bai'a Husayn, walimunga mkono Husayn min ahli al-Iraq, watu wa Iraqi hao wenye kudai kwamba wao ni watetezi wa Ahlul Bait mashia 20,000, watu 20,000. Watu 20,000 walidai madai ya kumuunga mkono al-Husayn, njoo kwetu sisi, lakini ghadaru bihi, wakamuhadaa, wa kharaju alayhi, wakatoka dhidi yake, kwa maana wakaenda wakamfanyia uadui.
wa bai'atuhu fi a'naqihim, na hali ya kuwa kule kuungwa kwake mkono al-Husaini ukawa kupo juu ya shingo zao, kwa sababu wao ndio walisema njoo tutakuhami, njoo tutakutetea, tutakuunga mkono, tutakufanya uende kiongozi wetu. Waqataluhu, na wakamuua. Kina nani hao? 20,000 watu 20,000 ambao wanatoka Iraq, ashia mashia wenyewe wa Iraq 20,000 wakahusika katika kuuawa kwa al-Husayn. Maneno haya wanayasema wenyewe katika kitabu wanachokiita A'yanu Shia, A'yanu Shia al-qism al-awwal, ukurasa wa 24, ukurasa wa 34. Hasa haya ni maneno ya al-Husayn mwenyewe, anawazungumzia hao wenye kudai kwamba ni wafuasi wao, ni watetezi wao mashia. Tuje sasa kwa kaka yake al-Husayn. Kaka yake al-Husayn ambaye anaitwa Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, anasemaje katika al-Ihtijaj mjeledi wa 2 kurasa wa 10, ni kitabu cha mashia. Anasema al-Hasan alayhi assalatu wassalam, asema ara, mimi naona, wallahi naapa kwa Allah, Muawiya, huyo Muawiya ambao kufika ule Muharramu kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi 10, misikiti yote ya kishia na vituo vyao huwa wamejipanga kumsema Muawiya na kumlani na kumsema kila aina ya uovu. Al-Hasan mwenyewe anasema ara, wallahi na apa kwa Allah, Muawiya khairan li, minamuona Muawiya ni mbora zaidi kwangu. Haya maneno ya Hasan katika kitabu al-Ihtijaj ukurasa wa 10, anasema kwamba mimi na apa namuona Muawiya ni mbora zaidi kwangu, ni khairi zaidi kwangu, min haula, kuliko hao kina nani? Yazumuna, wale ambao kwamba wanadai, wanajiita annahum bi shia, kwamba eti wao ndio mashia wangu, ndio wafuasi wangu, ndio watetezi wangu. Ni heri Muawiya, ana thamani kubwa sana kwangu kuliko wao. Ibtaghau qatli, wametafuta namna na njia ya kuniua mimi. Wa akhadhu mali, na wakachukua mali zangu. Wallahi na apa mimi kwa Allah, la an akhudha min Muawiya, mimi kuchukua ahadi au bai'a kwa Muawiya ambayo ma ahkanu bihi min dami, bai'a ambayo itanipelekea mimi nipate ulinzi wa damu yangu na ipate amani familia yangu. Khairun, ni bora sana kwangu kwamba mimi kwenda kumuunga mkono Muawiya, nikampa bai'a Muawiya, akawa ndio kiongozi wangu, ni kheri kwangu mimi, kwa sababu nitapata ulinzi wa damu yangu na familia yangu. Min an yaqtuluni, kuliko wao kuniua mimi. Kina nani hao? Hao mashia wenye kudai kwamba wao ni wafuasi wa al-Bait waliohusika mauaji ya al-Husayn. Asema kuliko hao mabwana ambao ni wenye kuniua mimi na wakawa ni wenye kuipoteza familia yangu. Fayudhi'u ahli baiti. Wallahi na apa, anasema tena al-Hasan, na apa lau qataltu Muawiyata, lau kwamba ningelimpiga mimi vita Muawiya, hajampiga vita Muawiya, lakini lau kwamba ningelimpiga vita mimi Muawiya, la akhadhu bi'unuqi, wafuasi wake, askari wake wangelinishika mimi kwa shingo yangu, hatta yadfa'u bihi ilayhi salama. Lau kwamba hao huyo Muawiya na wafuasi wake na jeshi lake, lau kwamba wangelinikamata mimi wakanishika, na uhakika wangelinipeleka mpaka kwa Muawiya hali ya kuwa nipo salama, wasingenifanya chochote. Wa wallahi
na apa kwa Allah, la an usalimahu wa ana azizun khairu min an yaqtulani wa ana asiru. Asema mimi kujisalimisha kwake hali kwa mimi ni mtukufu, ni bora na heshima, ni bora zaidi kwangu kuliko leo na uwawa hali ya kuwa mimi ni mateka. Kwa tunakuta kwamba hapa Al-Hasan namna anavyozungumza kuwasema vibaya kina nani? Wale wenye kudai kwamba wao ni mashia, ni watetezi, ni wafuasi wa Ahlul Bait. Ali amewasema kwa uovu, Al-Husaini kama waombea laana na amewaita ni matwahuti. Ali ibn Abi Talib amewaita kwamba ni murtadin, ni watu waliortadi, na Al-Hasan mwenyewe anasema kwamba ni bora mimi niungane na Muawiya kuliko hawa wenye kudai kwamba ni wafuasi wangu. Min haulai yazumuna au yazamuna annahum li shia, kuliko wale wenye kudai kwamba eti wao ni mashia kwangu mimi. Haya ni maneno ya Hasan anaeleza. Kwa hiyo kwa dalili hizi ambazo tumeendelea kuzieleza, na tutakuja kuzungumza maneno mengi Ahlul Bait, maneno ya Zainul Abidin kuambia watu wa Kufa. Tutakuja kuyaona kwamba Zainul Abidin hii ni laqab, lakini jina lake anaitwa Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Talib, yani ni mtoto wa Husayn, ni mtoto wa Husayn ambaye anaitwa Ali, ambaye Husayn ni mtoto wa Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo huyu ni mjukuu wa Ali bin Abi Talib. Anasemaje kuwazungumzia hao wenye kudai kwamba wao ni watetezi wa Ahlul Bait? Amesema maneno gani? Tutakuja kuyaona katika kalima inayokuja. Allah tuwafikishe katika yale ambayo inamridhisha na atuepushe na yale ambayo kwamba yanamchukiza. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi